Na Waswahili husema asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Na tena mchalia mwana kulia hulia yeye. Katika ulimwengu wa leo, kila kona ina simulizi, na kila sauti ina ujumbe, na kila tukio ina funzo. Lakini kumbuka mpenzi mtazamaji, penye nia hapana njia, na penye juhudi hapakosi matokeo. Na sisi tupo kusuka hoja kwa hekima, kutambua kwa makini na kuwasilisha kwa uwazi. Karibu pale neno linapopata uzito na ukweli kupewa nafasi yake. Hivi basi, karibu katika taarifa zetu za leo tulizokuandalia kwa kina na utendeti. Jina langu ni Beatrice Njoka, nami nafahamika kama Mutembei Velma. Lakini kwanza kabisa, vidokezo. Zaidi ya watu 60 wapoteza maisha nchini Kenya kutokana na mafuriko. Mashindano ya Safari Rally yakamilika. Rais Ruto kuwashukuru wa Kenya kwa kujitokeza kushuhudia mashindano ya Safari Rally. Katika uwanja wa spoti, mwanariadha Hellen Obiri ashinda katika mbio za marathon. Record by more than 30 seconds. Na tukianza ni kuwa zaidi ya watu 60 wameripotiwa kupoteza maisha nchini Kenya kufuatia mvua kubwa inaendelea kunyesha na kusababisha mafuriko katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mji wa Nairobi umetajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi, huku familia nyingi zikilazimika kuyahama makazi yao baada ya maji kufurika katika barabara na makazi. Operesheni za uokoaji zinaendelea huku serikali na mashirika ya msaada yakitoa msaada kwa walioathiriwa na janga hilo. Mwanahabari wetu Ruben Kuruma anatuarifu zaidi. Zaidi ya watu 60 wameripotiwa kupoteza maisha nchini kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha na kusababisha mafuriko katika maeneo mbalimbali. Mji wa Nairobi umetajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi, huku familia nyingi zikilazimika kuyahama makazi yao baada ya maji kufurika katika barabara na makazi yao. Operesheni za uokoaji zinaendelea huku serikali na mashirika ya msaada yakitoa msaada kwa waathiriwa wa janga hilo. Nikiripotia runinga ya Minap Minute, Ruben Ngurumwa. Kwingineko, katika habari za mashindano ya Safari Rally Kenya yaliyofanyika katika eneo la Naivasha yamekamilika, huku dereva wa Japan Takamoto Katsuta akishinda taji hilo kwa mara ya kwanza katika mashindano ya ubingwa wa dunia ya magari. Ushindi huo unatajwa kuwa wa kihistoria kwa dereva huyo baada ya kuongoza mashindano hayo katika hatua za mwisho na kuwashinda wapinzani wake wakuu. Kwa upande wa madereva wa Kenya, Karan Patel alimaliza kama Mkenya aliyefanya vizuri zaidi katika mashindano hayo baada ya kumaliza mbio hizo katika nafasi ya juu miongoni mwa washiriki wa nchi. Kwa mengi zaidi, mwanahabari wetu Jerotich anatuarifu zaidi. Mashindano ya Safari Rally Kenya yalifanyika katika eneo la Naivasha ambapo madereva kutoka mataifa mbalimbali walionyesha ustadi mkubwa katika mbio hizo za kusisimua. Barabara zenye vumbi, matope na changamoto za hali ya hewa ziliwapa madereva mtihani mkubwa, huku magari yakionekana yakikimbia kwa kasi katika njia maalum za mashindano. Mashabiki wengi walijitokeza kushuhudia tukio hilo maarufu duniani, wakishangilia madereva waliowakilisha mataifa yao na kufurahia burudani ya kipekee iliyotokana na ushindani mkali wa mbio hizo. Mashindano hayo ni sehemu ya michuano ya World Rally Championship ambayo kuvutia washiriki na watazamaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Wakati huo madereva waliendelea kupambana vikali kuwania nafasi za juu katika msimamo wa mashindano, huku waandaji wakihakikisha usalama wa washiriki na mashabiki unazingatiwa wakati wote wa tukio hilo. Mashindano hayo pia yaliendelea kuimarisha utalii na kuitangaza Kenya kimataifa kupitia mchezo wa magari ya mbio. Nikiripotia runinga ya Minap, kaunti ya Nakuru, eneo la Naivasha. Mimi ni Jerotish Vincent Shah.
Na mpenzi mtazamaji, tunaenda kupata kopo la maji, usiondoke kwani tunarejea na mengi zaidi. In the heart of Kangema, dreams are being redefined, not by distance, but by opportunity. Here, a global qualifications meet a local ambition. Through a powerful partnership with the Signet Institute of Australia, the Michuki National Polytechnic now offers Australian accredited technical courses right here at home. From fabrication to construction, automotive to community service, our programs are internationally recognized in over 36 countries. Students get direct access to global job markets through the Signet Employment Hub without the high cost of studying abroad. I never imagined that I could earn a world-class qualification without leaving Kenya. This is more than education, it's a launch pad to global future. Join us today at Michuki National Polytechnic. Apply today and take the first step toward a career without borders. Asante mtazamaji kwa kuendelea kututazama. Na tukisalia huko Naivasha ni kuwa Rais William Ruto amewashukuru wa Kenya kwa kujitokeza kwa wingi kushuhudia mashindano ya Safari Rally Kenya yaliyofanyika katika eneo la Naivasha. Akizungumza wakati wa hafla ya kufunga mashindano hayo, Rais Ruto alisema kuwa ushiriki mkubwa wa wananchi umeonyesha wazi kuwa Kenya ina uwezo wa kuandaa mashindano ya kimataifa kwa mafanikio makubwa. Your way back, you will be enduring a lot of jam and a lot of vehicles on the road. I just want to assure you that this is the last year where we are going to have jams on the road between Nakuru and Nairobi. By next year, we will have completed the dualling of the Nairobi-Nakuru highway, and you will find your way to Naivasha much more easily. Is the last safari. Na tukiendelea katika habari za michezo ni kuwa mwanariadha mashuhuri wa Kenya Hellen Ombili ameendelea kuipeperusha vyema bendera ya Kenya katika mashindano ya kimataifa ya marathon baada ya kuonyesha kiwango cha juu katika mbio hizo. Masterful performance as she breaks the record by more than 30 seconds today. She was ready to run. It was as though she had been locked behind a door and it was unlocked today. I know, exactly. Hey, Sharon just coming in. Second place for our defending champion, Sharon Lokedi. Na mpenzi mtazamaji, tunaona kuwa watu wengi wanaendelea kumpongeza mwanariadha mashuhuri Hellen Obiri ambaye aliweza kushinda katika mbio za marathon, na wengine pia wakiwapongeza walioshiriki katika Safari Rally Kenya zilizokuwa pale Naivasha. Je, sijui una kipi cha kusema? Pia sisi tunawapongeza zaidi waliojitokeza ili kwenda kushuhudia michezo ya Safari Rally. Na mpenzi mtazamaji, wa Swahili husema kidole kimoja hakivuji chawa. Na kwa mshikamano huo tunahitimisha dirisha la habari za leo. Asante mpenzi mtazamaji kwa kututazama. Kwa habari zaidi tembelea tovuti zetu za mitandao ya kijamii au tuma ujumbe kwa rafa 2206. Jina langu ni Beatrice Njoka. Nami ni Motembei Vema. Kwa heri.